kwenye hii mitandao ya kijamii kama nilivyozungumza, kwenye teknolojia kuna vitu vingi vinapotoshwa. Chukulia mathalan, kuna watu wanachanganya kati ya lishe na ni food supplement wanachanganya na dawa za kiasili za asili. Na yako makampuni yanayofanya katika hilo mengi, wanawaaminisha wananchi kwamba virutubisho ni dawa, kitu ambacho sio sawa sawa. Virutubisho sio dawa. Virutubisho sio dawa. Virutubisho sio dawa. Virutubisho vinafanya kazi ya kusaidia mwili ili uweze kukabiliana na magonjwa, lakini dawa inakabiliana moja kwa moja na fungus au bakteria ama virus ama aina nyingine ya vimelea vinavyomshambulia binadamu. Kitu ambapo wakati kirutubisho kimefikia kwenye ukomo wake, yani pale ambapo mpaka mwili unashambuliwa, si ulikuwa unatumia virutubisho, mwili umeshambuliwa, sasa huwezi kuhitaji tena kirutubisho kwa ajili ya kuondoa virus au bakteria. Utahitaji dawa ambayo inaweza kukabili hiyo virus au hiyo bakteria ama hicho kirusi kwa namna zinazokubalika kisayansi ama ambazo zina shahidi za kisayansi. Na hili limesisitizwa sana na Mheshimiwa Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, lakini limesisitizwa sana na WHO. Mwaka jana pamekuwa na mkutano mkubwa umefanyika pale nchini New Delhi, India, jijini New Delhi. Katika mkutano ule mambo mengi sana yameangaziwa katika eneo la tiba asili. Kubwa zaidi na kubwa kwa dunia ni ushahidi wa kisayansi kwamba kitu hiki kweli kina uwezo kuondoa tatizo la aina fulani kwa vipimo vinavyokubalika. Hili ni hatua muhimu ambazo ni muhimu wananchi wazielewe, kwamba wasijitibu. Anasema wasijitibie wenyewe, amesikia mwarobaini unatibu akaenda kuchuma mwarobaini akautumia. No, aende kwa watu wenye utaalamu wa kushauri matumizi sahihi ya mimea dawa ama dutu za wanyama au madini kuondoa matatizo yao ya kiafya katika vituo vilivyokwisha kusajiliwa rasmi kwa mujibu wa sheria namba 23 ya mwaka 2012 na miongozo iliyowekwa.